Tukiachana hayo ni kwamba kwenye masuala ya kisiasa ni kwamba kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amesema haitakuwa haki kwa mahakama kuamua kung'atuliwa kwake mamlakani kuliko kwa haki wakati ambao viongozi wanajitokeza wazi kudai walihongwa. Gachagua akitaka mahakama kukusanya na kutilia maanani ushahidi huo wakati kesi yake bado inaendelea. Aidha, amebaini kuwa mlima utasalia mmoja na watazidi kulemaza juhudi za rais na vibaraka wake kugawanya mara mbili. Baada ya viongozi wa mrengo wa serikali jumuishi akiwemo Junet Mohamed na mbunge wa Lang'ata Jalango kudai kuwa walipokea hela wakati ambao Rigathi alikuwa anatolewa mamlakani, sasa kiongozi huyo wa DCP ameitaka mahakama nchini kutilia maanani na kunukuu kila ushahidi kutoka kwa viongozi hao kuhusiana na kesi yake ya kung'atuliwa mamlakani kinyume na sheria na matakwa ya Wakenya. Siku walinifukuza kwa kazi, watu walinyamaza. People were in shock. They did not believe it. Na uzuri wameanza kuongea. Junet Mohamed amesema walipewa pesa wanifukuze. Jalango jana amesema walipewa pesa wanifukuze. Kila mtu walijua, lakini wameanza kusema. And we are asking our courts, our judges to take judicial notice of what these people are saying because they live in this country. Beef wanasema hadharani walihongwa kutufukuza kwa ofisi. Then the judges must dispense justice because they don't live in Uganda or in Europe. The judges are hearing what Junet is saying. They are hearing what Jalango is saying. It's what we have always known. Gachagua akisema kuwa haitakuwa haki kwa majaji kusema kuwa kung'atuliwa kwake mamlakani kulikuwa kwa haki wakati ambao viongozi wanajitokeza wazi kusema kuwa walihongwa. We expect our courts, our judges, because they are Kenyans, to take judicial notice ya kwamba itakuwa makosa sana. Wajumbe walitufukuza wanasema hadharani walipewa pesa through bribery. Then judges waanze kusema what they did is right. It will be very shocking to this country. I don't want to go into that matter because it's in court. But what I want to say, siku William Ruto alinifukuza watu walinyamaza. He believed that we are cowards. Amesukuma hii jamii kwa ukuta. So William Ruto, please just give up on this mountain. Weenda pahali ingine ukatafute kura. Hata ukifunga badilisha, hata ukimwekelea makesi ya uongo, it will even harden the people of Nyandarua. Lakini hatutakubali tena intimidation. We must say no to intimidation. Aidha, amesema kuwa ingawa Rais Ruto ameendelea kuidhulumu jamii mlimani na hata kujaribu kugawanya mara mbili, mlima utasalia mmoja tu kama awali. Na nimwambie nikimalizia, nilisikia hii maneno Mount Kenya East nikakuwa na wasiwasi kidogo. Nikakimbia Embu, Meru kuangalia. Huko is solid. It's good. Habari njema ni kwamba wa Embu na wa Meru hawataki ujinga ya kugawanya mlima. Hata huko ni wakali kuliko watu ya Nyandarua. Meru wameniambia watashinda watu ya Olkalau. Watu ya Meru. Mimi sasa hata jana nilifika saa 8 wakaniambia kama ni maneno ya kugawanya mlima wewe rudi sasa. Usiulize sisi. We have decided the mountain is one because tukigawanyika Kasongo atatubaliza. Chama cha DCP kimeendelea kuvuna pakubwa, leo gavana wa Nyandarua Kiare Badilisha akitangaza kujiunga rasmi. Fredrick Kwambua, Undugu TV.